Wanaonekana kujihusisha pakubwa na mikutano ya kisiasa mara kwa mara. Baadhi yao sasa wamegeuza ofisi zao kuwa majukwaa ya mikutano ya vyama vya kisiasa, kwenye hatua iliyotajwa kukinzana na kanuni za ofisi zao. Mawaziri wa Rais William Ruto sasa wamewekwa kwenye kurunzi kufuatia kuhusika kwao kila mara na wasemi za kisiasa na hata kuhudhuria mikutano hiyo. Katika kaunti ya Mombasa, waziri wa madini Ali Hassan Joho utadhani bado ni naibu kinara wa chama cha ODM. Mukongangari kinoma, kama ni noma, kama ni mbaya, kama ni noma. Mawaziri hao sasa wanavalia shati zenye rangi za vyama na kofia za vyama hivyo bila kujali afisi wanazowakilisha ni za umma. I am the Cabinet Secretary National Treasury, but it is also not disputable that I'm a Luo. Waziri wa fedha John Mbadi, kwa mfano, kwa wakati mmoja wiki iliyopita aligeuza afisi hiyo ya umma kufanya mkutano na wazee wa jamii ya Dholuo kutafuta mwafaka wao wa chama cha ODM, wiki moja baada ya chama cha chungwa kumtema katibu mkuu wake Edwin Sifuna na mambo kuchemka. Tell me any leader of substance from ODM coming from coast who is with them. Kutoka wizara ya fedha hadi kaunti ya Siaya, waziri Mbadi bado tu analiandama chungwa kila kuchao. Waziri wa kawi Opiyo Wandayi pia hajaachwa nyuma. Waziri Wandayi na chama cha chungwa bado akiwa chanda na pete. Tunakumbuka ya kwamba Mheshimiwa Rais Ruto alitembea na sisi mwaka 2007 akaunga baba mkono mpaka baba akawa prime minister. Kweli sio kweli? Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku pia ameibua maswali chungu nzima kuhusu kujihusisha kwa mawaziri na siasa za kila siku. 2032 ODM tutaachia kwamba imepata kiti ya naibu wa rais, deputizing Profesa Kithure Kindiki. Chini ya sheria ya maadili kwa afisi za umma, afisa wa umma hatashiriki katika shughuli za kisiasa ambazo zinaweza kuonekana kuathiri kutokuwa na uwazi katika ofisi yake. Stephen Leto, runinga ya Citizen. Taarifa hiyo ya Leto inanipamia fursa hapa studioni ya kumeza mate kidogo kabla ya kurejea na taarifa zaidi.